Bao lilofungwa na Peodo Pacome Zouzoua kwa kichwa katika dakika 34 sio tu kwamba limeipa Yanga pointi 3 muhimu katika mechi ya ligi kuu Tanzania bara kwenye uwanja KMC Complex jijini Dar es Salaam dhidi ya Coastal Union, bali pia limeifanya Yanga ipige hatua zaidi kuelekea ubingwa mwingine tena wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024-25. Ni kwa sababu bao hilo lilifanya Yanga iibuke na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Coastal Union, ambayo leo hii ikiwa bila kocha wake waliachana naye Juma Mwambusi. Coast walikuwa kwenye ubora wa hali ya juu katika kuzuia, lakini Yanga kwa utulivu waliokuwa nao kuendelea kumiliki mpira katika muda wote wa mchezo kuanzia mwanzo mpaka mwisho uliwafanya wapate ushindi waliostahili wa bao hili 1-0 lililofungwa katika dakika hiyo ya 34. Matokeo yake, kutokana na ushindi huo, Yanga wamefikisha pointi 64 baada ya kucheza mechi 24 ambazo walipaswa wawe na pointi 72. Sasa kuwa na pointi 64 kati ya pointi 72 zitokanazo na mechi 24, manake Yanga ufanisi wake mpaka kufikia sasa ni around 89%, kwa sababu ni 88.88 to infinity, around 89%. Ufanisi huu ndio ambao Yanga waliufikia msimu uliopita wakati wakitoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa kufikisha pointi 80 baada ya mechi 30, ambazo ni performance ya 89% wakiwa chini ya kocha Argentina Miguel Gamondi. Lakini leo hii wakiwa na Miloud Hamdi, Yanga wakapata ushindi mwingine muhimu sana katika kuelekea taji la 4 mfululizo. Ni kwa nini Yanga wamekaribia taji la 4 mfululizo? Ni kwa sababu sasa kufikisha kwao pointi 64 baada ya mechi 24, maana yake kuna wafanya wapinzani wao katika kutetea au katika safari ya kutoa ubingwa ligi kuu msimu 24-25 kuwa na uwezekano mdogo wa kuwa wengi katika kinyang'anyiro hicho. Inamaanisha nini? Ni kwamba ukiangalia vizuri kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Azam wanaoshika nafasi ya 3 hivi sasa wana pointi 51. Wamebakiza mechi 5. Maana yake Azam wakishinda mechi zote 5 zilizosalia, ikiwamo tukiocheza dhidi ya Yanga, Azam watafikisha pointi 66. Ikumbukwe tayari Yanga wana pointi 64. Kwa hiyo Yanga wakishinda mechi moja tu kati ya mechi 6 zilizobaki, maana yake watakuwa wameiondoa Azam katika mbio za ubingwa. Lakini pia Singida Black Stars wanaoshika nafasi ya 4, wao wana pointi 50. Nao Singida Black Stars wamebakiwa na pointi 5. Baada ya kuwafunga Azam wamefikisha hizo pointi 50. Mechi 5 wakishinda zote Singida Black Stars watatimiza pointi 65, kwa sababu sasa hivi wana pointi 50. Pointi 65 ambazo Singida Black Stars wanaweza kuzifikisha, Yanga tofauti yao na pointi hizo 65 ni pointi 1 tu. Maana yake ni nini? Yanga wakishinda mchezo mmoja tu, Singida Black Stars nao wanaondolewa katika mbio za ubingwa. Kwa hiyo Yanga watabaki na watani zao wa jadi Simba, ambao hivi sasa wamecheza mechi 22 lakini wana pointi 57. Hawa Simba ndio ambao watabaki katika kinyang'anyiro cha kuwania ubingwa na Yanga endapo Yanga itashinda mchezo walau mmoja tu kati ya michezo 6 iliyobaki. Kwa sababu hiyo, Yanga ushindi wao leo hii dhidi ya Coastal Union umewakaribisha zaidi katika kutoa ubingwa, kwa sababu ni hatua ya kuwafanya waondoe kwenye kinyang'anyiro hicho Azam na Singida Black Stars, hivyo kubaki na mpinzani mmoja tu pindi watakaposhinda mchezo mmoja kati ya michezo 6 iliyobaki. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini kitu pekee cha furaha zaidi kwa wana Yanga leo hii sio tu ushindi, bali pia namna ilivyoshinda. Ndio, ikumbukwe Yanga wametoka kucheza katika mechi ngumu dhidi ya Tabora United kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kule mkoani Tabora, mabao 3-0. Kwa hiyo siku chache tu, siku 2 baada ya mechi hiyo, wanakutana na Coastal Union, timu ambayo msimu uliopita ilimaliza katika nafasi ya 4 kwenye msimamo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara. Leo hii Yanga chini ya mwalimu Miloud walikuwa na mabadiliko kadhaa kikosini. Hayupo Stefan Aziz Ki kwa mfano, hakuwapo kikosini, hakuanza tofauti na ilivyokuwa kawaida. Lakini pia beki 3 Shadrack Sakaboka leo hakuanza, badala yake alianza Nixon Kibabage ambaye hivi karibuni hawi katika sehemu ya kikosi cha kwanza. Mabadiliko kadhaa yalifanyika, lakini Yanga bado ilicheza vyema sana mpaka mapumziko. Yanga ilikuwa tayari inaongoza kwa bao moja lililofungwa katika dakika 34 na Peodo Pacome Zouzoua. Lakini ni katika wakati ambao kipa wa Coastal Union Gama alikuwa ameshaondoa michomo kadhaa
iliyoelekezwa langoni kwao Coastal Union. Yaani mpaka mapumziko mchezaji bora uwanjani alikuwa ni pamoja na golikipa Gama wa Coastal Union kutokana na jitihada alizofanya, kwa sababu kufikia mapumziko zile nyakati za dakika 45 Yanga umiliki wa mpira ilikuwa inamiliki kwa 72% dhidi ya 28% za Coastal Union. Lakini kwa wastani ilikuwa Yanga inamiliki mpira 69% kulinganisha na 31% za Coastal Union. Lakini hiyo haitoshi. Mpaka muda huo wa mapumziko Yanga ilikuwa imeshapiga mashuti, tunasema shots. Mashuti. Yanga ilikuwa imeshapiga mashuti 7, kati ya hayo 6 yamelenga lango, huku Coastal Union wakiwa wamepiga mashuti 3 tu, moja likilenga shabaha ambalo lilipigwa na Maabadi katika dakika ya 19 Djigui Diarra akalicheza. Lakini baada ya kuanza kipindi cha pili mambo yalibadilika kidogo. Yanga walimpoteza Khalid Aucho Doctor kwenye baada tu ya kuanza kwa kipindi cha pili, aliumia akaingia Mudathir Yahya Abbas. Matokeo yake Yanga kwenye eneo lao la kiungo wakawa na viungo ambao wote wana asili ya kushambulia. Mudathir Yahya Abbas pamoja na Dzuka Abuya ambaye ndiye alikuwa ameanza na Khalid Aucho Doctor. Mabadiliko hayo kwa kiasi fulani yalisaidia pia Coastal Union tofauti na ilivyokuwa kipindi cha kwanza. Hata hivyo, mpaka mwisho wa mchezo Yanga waliendelea kuongoza kwa bao hilo moja na kuibuka na ushindi, huku umiliki wa mpira ukibadilika kidogo. Kutoka zile 69% zilizokuwa hapo katika kipindi cha kwanza, hatimaye Coastal Union nao wakaimarika katika eneo la umiliki wa mpira na hivyo kuifanya Yanga umiliki wa mpira ubadilike. Kutoka ile 69% na kuwa 58%, Yanga umiliki wa mpira ukawa 58% dhidi ya 42% za Coastal Union. Lakini pia kwenye mashuti Yanga katika kipindi cha pili, kipindi cha kwanza walipiga mashuti 7, kipindi cha pili walipiga mashuti 4 tu. Lakini katika mashuti 4 waliopiga Yanga kipindi cha pili, 3 yalilenga lango, ilhali Coastal Union ambayo kipindi cha kwanza walikuwa wamepiga mashuti 3, moja limelenga lango, kipindi cha pili wakawa wamepiga mashuti 2, hakuna hata moja ililolenga lango. Mwisho wa siku Yanga wakawa wamepiga mashuti 11, kati ya hayo mashuti 6 yakilenga lango, mashuti 9, mashuti 9 kwa sababu kipindi cha kwanza mashuti 6, kipindi cha pili 3 yalilenga lango, huku Coastal Union wakipiga mashuti 5, lililolenga lango likiwa 1. Yanga wakapata ushindi waliostahili kutokana na namna walivyocheza, wakipiga kona takribani kona 9 kulinganisha na kona walizopiga Coastal Union. Wao Coastal Union kwenye kona walikuwa wamepiga kona 3 kwa mechi nzima, ilhali Yanga kona 9. Vyote ni viashiria namna gani Yanga walikamata zaidi mechi. Lakini pongezi kwa Coastal Union leo hii chini ya kocha caretaker Joseph Lazaro, walikuwa imara sana kwenye kuzuia, ingawa anahitaji pongezi zaidi ni golikipa Gama ambaye mashuti 9 ya kulenga shabaha ya Yanga aliyofungwa ni bao moja tu, mashuti 8 yote alicheza. Mchezaji bora wa mechi alikuwa Peodo Pacome Zouzoua. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kile alichokionyesha. Kwenye mashuti 11 waliopiga Yanga, Peodo Pacome Zouzoua alipiga mashuti 7. Mashuti 4 ndio alipigwa na wachezaji wengine wa Yanga. Katika mashuti hayo 7, 6 alilenga shabaha. Kwa lugha nyingine, kwenye mashuti 9 waliopiga Yanga kulenga shabaha dhidi ya Coastal Union, likiwamo moja la bao lililowekwa wavuni na Peodo Pacome Zouzoua, 6 aliyapiga Pacome Zouzoua sawa na 66.6666, around 67% ya mashuti yote yaliyolenga shabaha ya Yanga leo hii yalipigwa na Peodo Pacome Zouzoua. Alikuwa moto kweli kwa Coastal Union, uwezo wake kupiga chenga kama kawaida, kupiga mashuti kwa usahihi, lakini pia kufunga bao lililowapa ushindi Yanga, na hivyo kushangaza kwake kuwa mchezaji bora wa mechi, akifikisha sasa kwenye ligi kuu msimu huu mabao 8, lakini pia akiwa tayari ameshatoa assist 9, akichangia mabao 17 kati ya mabao 62 yaliyofungwa na Yanga mpaka sasa katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara, wakiwa kileleni kwa tofauti ya pointi 7 dhidi ya watani zao wa jadi Simba. Hata hivyo Simba wana mechi 2 za kiporo kulinganisha na idadi ya mechi walizocheza Yanga, maana Simba wamecheza mechi 22. Ikumbuka kwenye muundo wao Yanga leo hii walianza kama kawaida na mfumo baada ya golikipa Djigui Diarra kuwa na walinzi 4 akiwamo Bakari Nondo Mwamnyeto, leo Ibrabaka kuanza, lakini pia na Dickson Job, wakati pembeni kulikuwa na Ezra Patrick Mwenda pamoja na Nixon Kibabage. Halafu wakawa na viungo wawili wa ukabaji ambao ni Khalid Aucho Doctor alianza na Dzuka Abuya, ingawa Aucho alitoka kipindi cha pili mapema baada ya kuumia, akaingia Mudathir Yahya Abbas. Halafu katika viungo watatu wa ushambuliaji kulikuwa na Maxim Pianzengeli, Clement Mzize Walid pamoja na Peodo Pacome Zouzoua, wakati mshambuliaji kinara alianza leo hii Prince Mpumelelo Dube. Mabadiliko kadhaa yalifanyika katika kipindi cha pili yakihusisha kuingia kwa Cletus Chota Chama
katika dakika ya 83 waliingia Jonathan Ikangalombo, waliingia pia Kibwana Shomari. Coastal Union kwenye kikosi chao leo hii, kocha Joseph Lazaro alianza na Falesi Gama golikipa, lakini akawa na mabeki wanne ambao ni nane. Kulia alikuwa Aidan Erasmus, beki tatu alikuwa ni Miraji Zambo, wakati mabeki wawili wakati leo hii alikuwa ni Harubu Mohamed pamoja na Abdalla Dennis Michael Viva. Lakini viungo wawili ukabaji leo hii alikuwa Lami Kilawi ambaye kwa kawaida yeye ni beki wa kati, lakini leo hii alianza kama viungo wa chini. Hakuwa peke yake, alikuwa na Charles Semfuko aliyekuja kuumia na kuingia Eric Nkosi. Lakini kwenye viungo watatu washambuliaji alikuwa na Bakari Msimu, alikuwa na Maulidi Shabani pamoja na Lucas Kikoti, wakati mshambuliaji kinara alikuwa ni Maabad. Ni kikosi chenye muundo kama wa Yanga kwenye makaratasi, kwa maana baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Lakini kwenye kucheza Coastal Union muda mwingi walikuwa kwenye eneo lao wakizuia kutokea chini, tunasema low block. Mbele wakimwacha muda mwingi wa mchezo Maabad peke yake akipigiwa mipira ya mbali akimbie kwenda kuliendea lango la Yanga, na muda mwingi wakati wakishambulia alikuwa kama anatengwa. Matokeo yake Coastal Union wakajikuta mashambulizi yao yakiwa nadra sana. Mechi nzima mashuti 5, moja tu lilolenga lango lilopiga Maabad katika dakika ya 19. Lakini kilichobeba Yanga ni kushambulia muda mwingi wa mchezo, wakimiliki zaidi mpira, wakishambulia kutoka kulia, kutoka kushoto, kutokea kati. Hakika kama si uhodari wa golikipa Falesi Gama, pengine Yanga wangeweza kupata ushindi kama mechi zilizopita ambazo mechi 5 walifunga mabao 19 kwa wastani wa kufunga mabao zaidi ya 3 katika kila mechi. Lakini leo hii golikipa Gama na kisha namna ambavyo Coastal Union walicheza kipindi cha pili ilichangia kwa kiasi kikubwa Yanga kuishia kupata ushindi mwembamba bao 1-0. Lakini muhimu zaidi kwao kwa sababu muongezea pointi 3 muhimu kuelekea mbio za kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024-25. Ni vyema ukafahamu kwamba sisi tunapewa nguvu kubwa na mabasi ya Jada Luxury Coach. Yanakuhakikishia usafiri kutoka Dar es Salaam, Moshi mpaka Arusha, na siku zote safari zake huanzia Mbande, lakini kuna vituo maeneo kama Shekilango na kwingineko. Mabasi ya Jada Luxury Coach ni kama ndege za ardhini, na mabasi ya kisasa yanayokufanya ufike safari yako ukiwa huna uchovu wowote. Ndani ya mabasi hayo kuna huduma ya matangazo mubashara ya Azam Media ambayo hukuhakikishia kutazama mechi mubashara za ligi kuu Tanzania bara, ligi ya kule Hispania La Liga, ligi ya Ujerumani Bundesliga, na matangazo mengine ya Azam kama sinema zetu, tamthilia na kadhalika. Lakini vile vile mabasi ya Jada Luxury Coach yanakupa huduma nzuri ya usafiri wa mizigo na vifurushi. Vifurushi vyako, mizigo yako unaweza kuisafirisha kwa salama, kwa uhakika na kwa wakati kupitia mabasi haya ya Jada Luxury Coach. Wasiliana nao kupitia nambari za simu unaziona hapo ili kufanya booking kwa ajili ya usafiri wako na mizigo yako.